أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutufikisha Ijumaa hii ya mwisho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao malengo makubwa ya siku 30 tulizokuwa katika funga, tulikuwa katika madrasa, tulikuwa katika chuo, tulikuwa katika university ya kututengeneza kuwa wacha Mungu, la'allakum tattaqun. Malengo makubwa ni mche Mungu. Malengo makubwa, muache yale ambayo Mungu amewakataza. Malengo makubwa, mfuate taratibu zile ambazo Mungu anazitaka na kuacha taratibu ambazo Mungu hazitaki. La'allakum tattaqun, malengo makubwa mbadilike. Kama kabla ya mwezi wa Ramadhan mlikuwa na sifa ambazo si sifa nzuri, mwezi wa Ramadhan umewatengenezeni, mmerudi na mmetoka ni watu, sio watu wa kawaida. Na kwa mantiki hiyo, khutba yetu ya Ijumaa ya leo ya mwisho, tutazungumzia namna ya kusherehekea Idi. Namna ya kusherehekea Idi. Na kusherehekea Idi tumekuandaa kusherehekewa kwa namna 5. Namna ya kwanza kusherehekea Idi ni kwa swilatur rahim, ni kwa kuunga undugu. Lakini nukta ya pili ya namna ya kusherehekea Idi, tusherehekee Idi kwa kuhakikisha na kupambana tunaondoa ufakiri na umasikini katika jamii ya Waislamu. Maulaya Sadiq al-Musaddaq Jaafar bin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, Muhammad. Moja
ya miaka ya Ramadhan alipokea zakatul fitra Imamu Sadiq alayhi salam, alafu zakatul fitra ile yote akampa mtu mmoja, akamwambia nakupa wewe, nataka mwakani uwe na uwezo wa wewe kutoa zakatul fitra. Kwa hivyo moja ya namna ya kuisherehekea Idi ni kuisherehekea kwa kufanya mambo na kufanya mikakati na kufanya mbinu za aina gani tutaondoa umaskini katika jamii ya Kiislamu. Lakini jambo la tatu au nukta ya tatu ni idkhalu sururi ala dhuafa, ni kupambana kutia furaha kwa wanyonge. Wanyonge hapa nakusudia mayatima, wanyonge hapa nakusudia wajane, wanyonge nakusudia watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, wanyonge nakusudia vijana wetu walioathirika na madawa ya kulevya kiasi hawajui la kutenda. Siku ya Idi, namna ya kuisherehekea moja ni kuhakikisha kutia furaha kwa watu wa aina hiyo. Lakini namna ya nne ya kuisherehekea Idi ni idkhalu surura ala al-amwat, ni kutia furaha kwa wale ndugu zetu waliotangulia mbele za haki, ni kutia furaha kwa baba zetu waliotangulia mbele za haki, ni kutia furaha kwa mama zetu, kwa nyanya zetu, kwa ndugu zetu, na kutia furaha kwao kwa kuzuru makaburi yao, kutia furaha kwao kwa kuwasomea dua, kwa kuwafanyia khitma, kwa kuwafanyia karamu. Idkhalu surur ala al-amwat, na dua maarufu tunayoisoma kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunayoisoma katika kila baada ya swala: Allahumma adkhil ala ahli alquburi surur, Mungu tia furaha kwa walioko makaburini. Kwa hivyo jambo la nne ambalo ni muhimu mno la namna ya kuisherehekea Idi ni kutia furaha kwa waliotangulia mbele za haki. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, katika hadithi maarufu anatuambia Mtume ya kwamba irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Watu ambao wana tabia ya kuoneana huruma, watu ambao wana tabia ya kupendana, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, Mungu watu hao anawahurumia. Alafu Mtume anatoa amri, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, wahurumieni walioko ardhini, wahurumieni walioko hai na waliozikwa, wote wako ardhini. Kitendo cha kuwahurumia walioko ardhini, yarhamukum man fis sama, walioko mbinguni na nyinyi watawaoneeni huruma. Kwa hivyo jambo la nne, namna ya kuisherehekea Eid ni kuhakikisha tunaingiza furaha kwa marehemu wetu waliotangulia mbele za haki. Na bahati nzuri sisi watu wa mwambao
Ni katika mila zetu kubwa na mila zetu maarufu, siku ya Idi hakuna nyumba ambayo haichomwi ubani, hakuna nyumba ambayo haisomwi khitma, hakuna nyumba ambayo haihitimishwi. Ndiyo sunna ya sisi watu wa mwambao. Sio hivyo tu, bali kunakuwa na daftari, wote waliotangulia mbele za haki wanatajwa. Sheikh Abdallah bin Kondo, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sheikh Abdallah Mwinyi Gogo, majina ya Kizaramu hayo mazuri. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mzee fulani, mzee fulani, yatatajwa majina, wanakumbukwa maruhumini. Ishara ya huruma na upendo uliokuwepo kwa watu wa mwambao. Lakini sio hivyo tu, mila zetu sisi na taratibu zetu katika kusherehekea Idi, hatukomelei tu na kuwasomea na kutia Fatiha na kutia ubani na kuhitimisha, bali katika mila zetu huwa tunapika wali wa nazi pamoja na maziwa mtindi. Mashekhe wanaokuja kurehemu maiti, ile ndiyo iftari watakayokula. Maziwa mtindi yametiwa sukari vizuri pamoja na wali wa nazi. Ni karamu. Thawabu ziwaendee akina nani? Thawabu ziwaendee wazee waliotangulia mbele za haki. Ishara ya huruma, ishara ya upendo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana. Mungu ametoa maelekezo aabudiwe tu yeye peke yake, lakini wazazi wawili hakikisha unawatendea wema. Sio tuwatendee wema wakati wako hai tu, hata wakashatangulia mbele za haki pia tuwatendee wema. Na moja ya kuwatendea wema ni kuwachomea ubani, ni kuwasomea hitma, ni kuhitimisha kwa ajili yao, ni kusoma Qur'ani kwa ajili yao. Ni moja ya jambo namna sisi watu wa mwambao tunavyoisherehekea Idi. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa na sunna ya kuzuru makaburi na kulimia makaburi na kuyaenzi makaburi ambayo mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, ametoa amri ya kwamba zuru lqubur fa innaha tudhakiru lakhirah. Zuruni makaburi, kwa sababu tendo la kuzuru makaburi linawakumbusheni akhira. Masikini akimtembelea ndugu yake akenda makaburini, umasikini wake hautomuathiri. Kwa sababu, kwa nini niathirike? Kwa nini niwe na stressi? Kesho na mimi nitakuwa hapa hapa tu. Na tajiri naye anapoyazuru makaburi anapata waadhi, kesho na mimi nitakuja kuzikwa hapa hapa na pesa zangu zote. Fa innaha tudhakiru al-akhirah. Ndiyo mwenendo wa Kiislamu, na ndiyo maana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, sio kuwa alikuwa anazuru tu makaburi kwenye Idi. Alikuwa na sunna ya siku ya Ijumaa ambayo ni Idi kuzuru makaburi.
siku ya Alhamisi kuzuru makaburi. Kwa nini? Sunna hiyo ya Mtume ikarithiwa ni ahlul bait salawatullahi wasalamuhu alayhim ajma'in. Akiwa mkichwa maulati wa Sayyidati Fatimatu Zahra, ambaye kila wiki na baada ya kufa baba yake, si kila wiki, kila siku akenda kuyazuru makaburi, na akifunga msafara kutoka katikati ya Madina mpaka Uhud, nje ya Madina, kwenda kumzuru Hamza na kuzuru mashuhada Uhud. Wenyewe watoto wa Ali, sunna ya ziyaratul qubur hawakuiacha. Maulaya Ali ibn Musa Ridha salawatullahi wasalamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, anaondoka Madina kuelekea Khurasan. Kabla ya kutoka Madina, alianza kwanza kulizuru kaburi la Mtume Muhammad. Maulaya wa Sayyidi Abi Abdillahi al-Husayn ashahidi bi Karbala, kabla ya kuelekea Karbala, hatua ya kwanza ilikuwa ni kulizuru kaburi la Mtume Muhammad. Fa innaha tudhakiru al-akhirah, zuru al-qubur. Maa al-asafi shadid, jambo la kusikitisha, leo ukionekana unazuru makaburi unaambiwa unaabudu makaburi. Yani imekuwa vice versa. Leo unapofanya sunna ya kuzuru makaburi umefanya bid'a. Leo Wazaramu wameacha sunna ya kuzuru makaburi. Katika makaburi yenye mapori na makaburi yanayotisha ni makaburi yanayoitwa ya Waislamu. Wakapatwa ni balaa jingine sasa. Hawa Waislamu hawa wakapatwa ni balaa jingine, wakaambiwa hata kuliwekea kaburi alama kikuta ni bid'a. Wazaramu nyinyi mna balaa, ni bid'a. Hawa kina Sheikh Hassan bin Amir walikuwa hawaelewi bid'a. Hawa kina Sheikh Ramia walikuwa hawajui bid'a, ni nyinyi mnaojua bid'a. Hawa kina Sheikh Muhammad Ramia walikuwa hawajui bid'a. Hawa watu walioishi kwenye karne nzuri, karne zilizokuwa salama, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wal akharuna aradhil. Watu walioishi katika karne nzuri na salama, walioyajengea makaburi ya Baqi', makaburi ya Ahlul Bait, walikuwa hawajui kujengea makaburi ni bid'a. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, moja katika mambo ya namna ya kusherehekea Idi ni ziyaratul qubur. Na jambo la tano, nimesema jambo la kwanza kuunga undugu, jambo la pili kupambana kuondoa umaskini na ufakiri, jambo la tatu kutia furaha kwa wanyonge, mayatima, wajane na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, jambo la nne kutia furaha kwa watu walioko makaburini, waliotangulia mbele za haki, jambo la tano na la mwisho ni kuhakikisha Idi tunaisherehekea kwanza kwa amani. Lakini amani hiyo maana yake ni nini?
kwanza kwa amani, lakini makusudiwa ya amani yenyewe, yale mambo yote ambayo hayamridhishi Mungu, yale ni kinyume na amani. Idi ya Waislamu sio idi ya kuonekana kwenye night club. Idi ya Waislamu sio idi ya kuonekana kwenye sehemu za pombe. Idi ya Waislamu sio idi ya kufuta yale mazuri yote walioyafanya. Lakini nikirudi nyuma kwenye hili la kwanza, kulingana na muda wangu umekwisha, jambo la kuunga undugu, nakumbuka mawili matatu kwa sisi Wazaramu tulivyokuwa tunasherehekea Idi. Idi ikifika, mama atatengeneza mkate au chapati au maando. Chapati zile, mkate ule anapelekewa bibi, anapelekewa bibi, anapelekewa mama mkubwa. Ndivyo Idi tulivyokuwa tukisherehekea sisi watu wa mwambao. Tendo la kubeba mkate wa kumimina, tendo la kubeba maando, tendo la kubeba chapati kupeleka kwa bibi linazidisha undugu, na watoto wanajua kwamba yule ni bibi yetu. Silatur rahim, kuunga undugu. Katika kulitilia nguvu la kuunga undugu, Idi kwetu sisi mwambao, namna ya kuisherehekea mojawapo ni watoto. Watoto wanatoka wanakwenda kwa baba mkubwa, watoto wanakwenda kwa kaka, watoto wanakwenda kwa mjomba. Wakifika kule, basi watapewa mkate wa kumimina au watapewa shilingi 2 watie mfukoni. Watoto wanakuwa kwamba yule ni baba mkubwa, yule ni shangazi, yule ni mjomba. Hususan ada hizi ni muhimu kwenye kipindi hiki cha leo ambapo wazungu wameuua undugu. Wana kitu wenyewe sijui wanaita blood family. Leo baba mkubwa si baba tena, leo mjomba si mama, leo kaka si ndugu yake baba. Kwa hivyo napenda kukokoteza mambo matano. Haya ndiyo mambo ya kusherehekea Idi na namna Idi inavyosherehekewa na Waislamu. Kwanza, kwa kuunga undugu, kwa kuhakikisha kutatua, kuondoa umaskini na ombaomba. Lakini la tatu, kutia furaha kwa waliokuwa wanyonge, mayatima, wajane na watu wanao kwenye mazingira magumu. Lakini kutia furaha kwa watu walio katika makaburi, na kuihuisha Idi kwa amani na kwa mambo yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Yaqulu al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihi al-Majid: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidatina wa maulatina Fatimata az-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. وصلى على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين
زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مع الصلوات. الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا محسن قد أتاك المسيء إلهي تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العفو والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون. لا وعز